Naam, tukisonga mbele na kesi ya uhaini ya Tundu Lissu, Tundu Lissu aliendelea na hoja zake mbele ya Mahakama Kuu akisisitiza kuwa upande wa mashtaka umeshindwa kuwasilisha ushahidi wa awali wa kutosha unaomlazimu kusimama kujitetea katika kesi hiyo ya uhaini. Tundu Lissu aliendelea kwa kuwakumbusha majaji hao watatu kuwa yeye ndiye mshtakiwa pekee katika kesi hiyo. Alirejelea tena uamuzi wa awali wa kesi ya Khatibu Gandhi akibainisha kuwa maneno yaliyosemwa na mtu mmoja pekee yenyewe pekee hayatoshi kuthibitisha kosa la uhaini. Alisisitiza kwa ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka haukuonyesha kuwepo kwa nia ya kutenda uhaini. Kisha Tundu Lissu alihoji ni ushahidi upi ungehitaji yeye kujitetea ikiwa hakuna ushahidi wa awali wa kutosha kuendeleza kesi hiyo ya uhaini dhidi yake. Alihoji ni ushahidi upi uliokuwepo ambao kama usingejibiwa na upande wake wa utetezi ungetosha kusababisha kutiwa kwake hatiani. Baadaye Lissu aligeukia suala la uchapishaji au uenezaji wa taarifa. Alisema kuwa ikiwa upande wa mashtaka ulitegemea suala la kuchapishwa au kuenezwa kwa kauli zinazodaiwa kuwa za uhaini, ilipaswa kuwepo ushahidi unaothibitisha uchapishaji huo au kitendo kingine chochote cha wazi kinachohusiana na kosa hilo linalodaiwa. Tundu Lissu alikumbusha mahakama na majaji kuwa katika hatua ya awali upande wa mashtaka ulidai kuwa alichapisha au kueneza kauli fulani kupitia Jambo TV. Kisha aliwaelekeza majaji kwenye ukurasa wa 185 wa kumbukumbu za mahakama. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, upande wa mashtaka uliorodhesha vielelezo 9 vya maandishi na makundi mawili ya vielelezo ikiwemo vipande vya video, lakini alisisitiza kuwa hakuna hata kimoja kati ya hivyo vyote kilichowasilishwa rasmi mahakamani. Kisha alielekeza umakini wake kwa shahidi wa 17 wa upande wa mashtaka ambaye alimtaja kama shahidi pekee aliyeona tukio na kutoa ushahidi wa moja kwa moja kuhusu mkutano huo wa Tundu Lissu. Lissu alisema shahidi huyo PW17 alieleza mahakama kuwa yeye na watu wengine 5 walihusika na kurekodi pamoja na kurusha hewani mkutano huo. Alibainisha kuwa shahidi huyo alitoa maelezo hayo katika ushahidi wake wa mdomo na pia katika maelezo yake ya maandishi ambayo yalipokelewa mahakamani kama kielelezo namba D16. Lissu alijenga hoja kwamba ikiwa shtaka lilihusu uchapishaji au uenezaji wa taarifa hizo, ushahidi uliotolewa na shahidi huyo ulionyesha wazi kuwa yeye na wenzake ndio waliohusika na kurekodi na kurusha hewani taarifa hizo. Alisema shahidi huyo pia alithibitisha kuwa taarifa hizo zilibaki mkononi mwao. Kwa hivyo, kwa mujibu wa Tundu Lissu, upande wa mashtaka ulishindwa kuthibitisha ni nani hasa aliyechapisha au kueneza taarifa hizo kwa namna inayohusisha uchapishaji huo na yeye. Kisha alizungumzia madai mengine kuhusu uandaaji wa mkutano wa Chadema. Tundu Lissu alisema upande wa mashtaka ulikuwa umedai kuwa yeye ndiye aliyeandaa mkutano huo. Hata hivyo, alilikumbusha mahakama kuwa shahidi PW17 alikuwa ametoa ushahidi kwamba mwaliko wa kuhudhuria mkutano huo ulitoka kwa afisa wa habari wa Chadema Brenda Rupia. Lissu alisema alimuuliza shahidi huyo iwapo alimuona yeye binafsi akiandaa mkutano huo au akipanga hata viti. Kulingana na Tundu Lissu, shahidi alijibu kuwa hakufanya hivyo. Hivyo Tundu Lissu alibainisha kuwa upande wa mashtaka pia ulishindwa kuthibitisha madai kwamba yeye ndiye aliandaa mkutano huo. Kisha Tundu Lissu aliunganisha hoja zake pamoja. Lissu aliwaambia majaji kuwa bila udhibitisho wa kitendo halisi cha uhaini hakungeweza kuwa na nia ya kutenda uhaini, na bila nia na kitendo husika hakungeweza kuwa na kesi ya msingi kama aliyoshtakiwa nayo. Alisisitiza kwa kumtaka ajitetee katika mazingira hayo kungekuwa ni kosa la kisheria. Baadaye Lissu aliwaeleza majaji kile alichoamini kuwa mahakama inapaswa kukifanya iwapo ingekubaliana na hoja zake. Alirejelea tena kifungu cha 312(1) cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, akisema sheria hiyo inaitaka mahakama kutoa uamuzi kuwa hakuna kesi ya kujibu. Kisha aliwasilisha ombi maalum kuhusu muda wa kutolewa kwa uamuzi huo. Lissu aliwaomba majaji kwamba iwapo angeridhika na hoja zake watoe uamuzi siku hiyo hiyo, huku akitoa sababu za kina baadaye. Lissu aliwaomba majaji kwamba iwapo angeridhika na hoja zake watoe uamuzi siku hiyo hiyo, huku akitoa sababu za kina baadaye. Alisema hakungekuwa na haja yeye kurudishwa gereza la Ukonga siku ya leo iwapo mahakama ingefikia uamuzi huo.
Lissu kisha aliibua hoja nyingine ya kisheria kuhusu fidia. Alirejelea kifungu cha 367 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai na kusema kuwa pale ambapo kesi ilionekana kufunguliwa kwa nia mbaya au bila msingi sahihi, mahakama inaweza kuamuru kulipwa kwa fidia. Kwa hiyo Tundu Lissu sasa hivi anakiri mbele ya majaji ya kwamba hakuna sababu ya yeye kuregeshwa katika gereza la Ukonga muda huu, au hakuna sababu ya yeye kuendelea na kesi hii ya uhaini, na pia vile anahoji kuhusu kulipwa kwa fidia. Alihoji ni nani angemlipa yeye na familia yake fidia kwa kile alichokitaja kuwa ni mateso walioyapata alipokuwa gerezani. Tundu Lissu alibainisha kuwa mashahidi wote 17 wa upande wa mashtaka walikuwa tayari wametoa ushahidi wao mahakamani. Hivyo aliwaomba majaji sio tu kuamua kuwa hana kesi ya kujibu, bali pia kupanga tarehe ya yeye kufuatilia madai yake ya fidia au kulipwa. Baadaye Tundu Lissu aliomba ruhusa ya kuwasilisha nyaraka kutoka kwa kikosi kazi cha Umoja wa Mataifa. Alirejelea uamuzi wa tarehe 23 Februari mwaka 2026 ambao kulingana na maelezo yake ulitaka achiwe huru mara moja na kulipwa fidia. Lissu alihitimisha kwa kurudia hoja yake kuu kwamba upande wa mashtaka ulishindwa kuthibitisha kesi ya msingi na kwamba sheria ilitaka mahakama kutoa uamuzi kuwa hakuna kesi ya kujibu. Kisha alimaliza kuwasilisha hoja zake na kurudi kwenye kiti chake. Jaji Ndunguru aligeukia upande wa mashtaka na kuomba majibu yao. Wakili wa serikali Nasoro Katuga alisimama na kuanza kuwasilisha msimamo wa upande wa mashtaka. Katuga alisema sababu iliyoufanya upande wa mashtaka kuamini kuwa Lissu ana kesi ya kujibu ilitokana na makosa aliyoshtakiwa nayo chini ya kifungu cha 39(2)(d). Kisha alisoma kutoka kwenye hati ya mashtaka na kuainisha kauli ambazo upande wa mashtaka unasema zilikuwa sehemu ya kitendo kinachodaiwa kuwa cha uhaini. Miongoni mwa kauli hizo alizoainisha Katuga kulikuwa na maneno yanayohusu kuchochea uasi na kusababisha vurugu. Hata hivyo, kisha alipeleka mahakama katika kesi nyingine iliyokuwa inamhusu DPP pamoja na Philip Joseph Mtonda, uamuzi wa rufaa ya jinai ya mwaka 2021. Katuga aliwaambia majaji kuwa uamuzi huo umetaja kesi ya awali ya Trambaklalbat, mamlaka ambayo Lissu alitegemea katika mawasilisho yake. Kwa hiyo upande wa mashtaka ulianza kujenga majibu yake kwa mamlaka za kisheria na maelezo mahususi yaliyomo kwenye karatasi ya mashtaka. Katika hatua hii pande hizo mbili zilikuwa zimewasilisha misimamo tofauti kabisa juu ya swali moja kuu. Lissu alikuwa akiwataka majaji waone kuwa upande wa mashtaka umeshindwa kuanzisha kesi ya msingi na hivyo hatakiwi kujitetea. Wakati huo huo, upande wa mashtaka ulishikilia kuwa ushahidi na maelezo yaliyoainishwa kwenye hati ya mashtaka yanatosha kumtaka Tundu Lissu kujibu tuhuma hizo chini ya kifungu cha 39(2)(d). Kisha mahakama iliendelea kusikiliza majibu ya upande wa mashtaka, huku mabishano ya kisheria kuhusu maombi ya kutojibu kesi yakielekea katika hatua inayofuata. Kitu kilichovutia wengi katika awamu hii ya kesi hii ni kwamba Tundu Lissu sasa hivi anahoji ni nani atamlipa fidia iwapo kesi hii itaweza kufutiliwa mbali, hasa sasa hivi ikionekana dalili ya kwamba upande wa mashtaka, upande wa serikali tayari umeweza kufunga kuleta mashahidi ndani ya mahakama. Nitarudi tena na update nyingine, tuendelee na hapa tulipoachia.